Kwa majina naitwa Sara Lucas. Nina umri wa miaka 20. Nina mtoto mmoja. Sikuweza kumaliza form 4 kutokana na uchumi mdogo wa nyumbani kwetu. Nilipokuwa nategemea kwamba nikimaliza shule niwe na kazi ya ualimu. Nilikuwa na miaka 19. Changamoto kubwa ambayo inaathiri ustawi wa watoto wa kike ndani ya mkoa wetu wa Katavi, baadhi ya jamii wanakwenda kuanzisha makazi mengine kwenye mapoli kule ndani ambako hakuna jamii yoyote, hakuna huduma yoyote, na hata kama wewe mwenyewe una shida kule huwezi kufika. Kwa wale watoto wanaozaliwa kule ndio hao wanaokumbana na hizo changamoto, atakuwa kifikisha miaka 10, 11 kumwambia wazee wanapeana ng'ombe wao kwa wao kule wanaozeshana. Hiyo ndio bado changamoto kubwa. Shirika la Plan International Tanzania na wadau wake kwa kushirikiana na serikali ya mkoa tunatoa elimu ya masuala ya afya ya uzazi na jinsia kwa vijana, hasa vijana wa kike wa miaka 10 hadi miaka 24, ili kuwawezesha kuwa na taarifa sahihi za masuala ya afya ya uzazi na jinsia, ili waweze kufanya maamuzi sahihi wakiwa wana taarifa sahihi. Kabla ya mradi wa Vuma haujaanza, vijana waliokuwa kuja kutafuta huduma za afya ya uzazi walikuwa ni wachache sana. Kuna wakati kwa mwezi unaweza kukosa hata kijana mmoja. Lakini pia mazingira yetu, vituo vya afya, tulikuwa hatusupport hizo huduma kwa hawa vijana. Mradi wa Vuma ulivyofika, tulichukuliwa wachache tukafundishwa, lakini baada ya hapo tukaja tukatoa mrejesho kwa wenzetu, kwa watu wa huduma pia wakawa na ufahamu kwamba kijana ana haki ya kufika kituo cha afya na kupata huduma yoyote anayohitaji. Kwanza nilikuwa sijui swala zima la uzazi mpango kama ni la mwanamke na mvulana, nilikuwa najua jukumu la mwanamke pekee yake. Lakini nilipojiunga nikapata mafunzo, nilielewa kumbe jukumu ni la sisi sote, mwanamke na mwanaume. Unajisikia vizuri pia kwa mama, na imenipa hamasa ya kuendeleza mambo yangu mbele, kwa sababu ninajua kuna mtu ananitegemea ambaye ni mwanao. Swala la mfumo kandamizi kwa mwanamke ni elimu ambayo tayari imeshakwenda kwenye jamii. Tumekuwa tukichukua makundi tofauti tofauti. Kuna kundi la vijana bare, lakini sasa hivi tumekwenda mpaka kwa viongozi wa dini. Kwa moja ya mkakati ambao Vuma ilikuja nao kwa kushirikiana na serikali, mpango wa taifa wa kutokomeza ukatili kwa wanawake na watoto. Kwa kule kwenye kata tuliitisha mafunzo kwa kushirikiana na wenzetu wa Vuma, ambapo tulikwenda kufundishana ni namna gani kuripoti haya matukio, namna ya kuhakikisha kwamba tunafanya ulinzi na usalama wa mwanamke pamoja na mtoto. Na kupitia shughuli ndogo ndogo wanazozifanya kutokana na fedha zinazotoka kwenye vikundi, zinawasaidia wao kuweza kukidhi mahitaji yao wenyewe na ya watoto wao, lakini pia kupunguza ukatili katika level ya familia, kwa sababu mtu akiwa na chochote anachangia katika familia, hata ile heshima kwenye familia inakuwepo. Nilikuwa na biashara ambayo nilikuwa nauza mchele, vyakula, kwa sijui kama kuna kuweka na kukopa, lakini nilipojiunga na mradi wa Vuma walitupa elimu ya kuweka na kukopa. Nilikuwa napenda kila siku wateja wazidi kuongezeka. Wanajenga chumba kwa ajili ya kujistiri, na hiki chumba kinajengwa kwa kutumia rasilimali zinazopatikana kwenye mazingira. Chupa ambazo zilizotumika wanafunzi wanaziokota, wanajaza mchanga. Tunawafundisha watoto kuhusiana na hedhi salama. Wasichana wamejengewa uwezo kutokana na hiyo elimu wanayoipata. Sasa hivi wanajiamini na wanaweza kuongea kwa wazi kabisa kuhusu masuala ya hedhi. Sasa hivi ni mwaka wa 3 wa utekelezaji wa mradi, lakini kimsingi tumeshaanza kuyaona mabadiliko makubwa kabisa ya mtazamo, lakini pia mabadiliko ya mila na desturi
zile ambazo zilikuwa zinanikandamiza katika mkoa wa Katavi, sasa hivi watu wameanza kubadilika. Moja ya mabadiliko ambayo kimsingi sisi tumeyaona ni kupungua kwa ndoa za utotoni. Ushirikiano uliopo kati ya sisi watu wa huduma na vijana kwa sasa hivi ni mzuri, kwa sababu vijana wana uhuru wa kufika vituo vya afya na wakapata huduma kama watu wengine, hasa pia wanafurahia pale wanapopewa kipaumbele zaidi. Kwa nimejiona ni binti jasiri ambaye awali hapo nilikuwa ni mwoga, lakini nilipojiunga na huu mradi ulinipa confidence kuwa mtu nayejiamini. Ningetamani wasichana watambue kuwa wana fursa na nafasi ya kulinda ndoto zao. Wanaweza kusema hapana kuolewa ndoa za utotoni, wanaweza kusema hapana kuacha shule. Wakitambua hayo, wanaweza kulinda ndoto zao.